Uhali gani mtazamaji wa TVE, karibu katika taarifa ya habari, tukujuze yale yalojiri tuliokuandalia kutoka chumba cha habari. Mimi ni Miriam Mlaponi, nitakusomea habari za kitaifa na kimataifa. Habari za biashara zitasomwa na Godwin Mawanja, na kwenye habari za michezo tutakuwa naye Mohamed Jamal. Karibu hadi tamati. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Makamu wa Rais Dr. Philip Mpango asisitiza hatua kuchukuliwa kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Serikali yalenga 85% ya Watanzania watumie huduma za kifedha kidijitali ifikiapo 2028. Na katika habari za kimataifa, Marekani yasitisha kuipa Ukraine taarifa za intelijensia. Karibu mtazamaji wa TVE, na moja kwa moja tuanzie Dar es Salaam, ambapo tunaelezwa kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Philip Mpango amewataka wadau wa maendeleo na wananchi kwa ujumla kutambua kwamba mabadiliko ya tabia nchi si tatizo la mazingira pekee, bali pia ni tishio kwa afya, usalama wa chakula na ustawi wa maisha ya wananchi. Recho Chacha ameandaa taarifa zaidi. Dr. Mpango ametoa kauli hiyo jijini Dar es Salaam wakati akizungumza kwenye mkutano wa viongozi wa taasisi na mashirika ya wenye lengo la kutoa elimu kuhusu biashara ya carbon kama suluhisho la kupunguza gesi chafuzi na kuimarisha utunzaji wa mazingira, ambapo ameitaka ofisi ya Rais Muungano na Mazingira na ofisi ya Msajili wa Hazina kuhakikisha hatua za haraka za kukabiliana na athari hizo zinachukuliwa. Amesema bado biashara ya carbon haieleweki vizuri kwa wengi, jambo linalosababisha kushindwa kutumia fursa zilizopo, huku akibainisha kwamba serikali imejidhatiti kukuza mchango wa biashara ya carbon katika kuhifadhi mazingira na kuchochea maendeleo. Aidha, amesema Tanzania kama nchi mwanachama wa mikataba ya kimataifa ya mabadiliko ya tabia nchi inawajibika kuhamia kwenye matumizi ya nishati safi ili kupunguza athari za mabadiliko hayo, huku akiziagiza taasisi zote zinazolisha watu zaidi ya 100 kuhakikisha zinatumia nishati safi ya kupikia. Nchi ni swala la kidunia ambalo athari zake hazina mipaka ya kijiografia, na sisi wote tunashuhudia athari mbaya zinazoikumba dunia, ikiwemo nchi yetu nzuri ya Tanzania, kama vile kuongezeka kwa vipindi vya ukame, mafuriko, lakini pia viumbe na mimea vamizi. Na hali hii inaathiri upatikanaji wa chakula, maji na malisho kwa ajili ya mifugo yetu. Lakini pia kuongezeka kwa majanga ya mafuriko kutokana na mvua zisizotabirika kunakopelekea vifo, uharibifu wa mali na miundombinu. Na haya yote ni matokeo ya ongezeko la uzalishaji wa gesi joto duniani ambalo linasababisha kuongezeka kwa joto duniani. Na taarifa zaidi za kisayansi zinaonesha kuwepo kwa ongezeko la wastani wa nyuzi joto 1.14 katika mwaka uliopita. Naye waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais Muungano na Mazingira Mhandisi Hamadi Masauni amefafanua kwamba mkutano huo una lengo la kujadili masuala muhimu katika uhifadhi wa mazingira na kupendekeza masuala ya kisera na kimkakati yatakayowezesha nchi kunufaika na biashara ya kaboni, wakati waziri wa nchi ofisi ya makamu wa kwanza wa rais Zanzibar Harusi Suleiman akiishukuru Tanzania bara kwa kuendelea kushirikiana na Zanzibar katika mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Alikupa pole juu ya foleni kubwa ambayo ulikuta wakati tunakuja, iliyotokana na changamoto za kimaendeleo, kwa kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan na wewe ukimsaidia kwa karibu mnaifanya ya kuleta mabadiliko makubwa ya kimaendeleo katika nchi hii. Aligusia mradi wa mabasi ya endokasi. Huo ni mmoja kati ya miradi mingi sana ambayo kama ingekuwa imeratibiwa vyema ingeweza kusaidia kuipatia nchi fedha nyingi sana kupitia biashara ya kaboni. Na miradi mingi tu, sio huo. Mradi nihitaji michache, miradi mikubwa ya kimkakati ambayo inaendelea sasa hivi. Mradi wa reli. Kwa upande wake, mkurugenzi wa mipango, tafiti
utafiti na maendeleo kutoka ofisi ya msajili wa hazina Mohamed Nyasama, akizungumza kwa niaba ya msajili wa hazina, amesema taasisi za umma zinapaswa kuhakikisha haziwi sehemu ya uharibifu wa mazingira na badala yake kutumia fursa ya biashara ya carbon kwa maendeleo endelevu, huku mkurugenzi wa taasisi ya uongozi Kadari Singo akieleza kuwa Tanzania ina zaidi ya hekta milioni 48 za misitu, hali inayoiwezesha kutumia fursa ya biashara ya carbon kupunguza athari za mabadiliko ya tabia nchi. Mkutano huo wenye washiriki 600 kutoka taasisi na mashirika ya umma unatarajiwa kuwa chachu ya kuchochea juhudi za kitaifa za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi kupitia matumizi bora ya rasilimali na teknolojia za kisasa kwa maendeleo endelevu ya taifa. Mheshimiwa mwenyeji wetu, naomba nielekeze shukrani za dhati kwako kwa kuendelea kuwa mlezi wa jukwaa la maendeleo endelevu linalojulikana kama Green Growth Platform. Mkutano wa leo uliobeba mada kuhusu tumia fursa ya biashara ya carbon kukabiliana na majadiliano na tabia nchi kwa maendeleo endelevu nchini Tanzania ni muhimu kwetu sote, kwa kuwa unatoa fursa ya kubadilishana taarifa, mawazo na uzoefu kuhusu namna bora ya kuchangamkia fursa za biashara ya carbon. Sasa nimeambiwa kama labda una data lama una right to speak, na mimi nimetafuta data zangu. Asante sana Recho Chacha kwa taarifa hiyo. Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi amewahimiza wanawake kujitokeza kwa wingi kugombea nafasi za uongozi muda utakapowadia. Taarifa zaidi na Goodluck Msola. Rais Dr. Mwinyi ametoa wito alipozungumza katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani yaliyofanyika viwanja vya maonesho Dimani, ambapo ameeleza kuwa hatua hiyo inatoa fursa ya kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya kutoa maamuzi na kuandaa sera mbalimbali za maendeleo ya nchi kwa faida yao na taifa kwa ujumla. Amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imekuwa mstari wa mbele kuhakikisha wanawake wanapata fursa sawa za kiuchumi kupitia sera na mipango mbalimbali ya uwezeshaji, na kufafanua kuwa kupitia wakala uwezeshaji wananchi kiuchumi ZEA, wananchi 34746 wamefikiwa, na kati yao 17811 ni wanawake waliochangia 51.2% ya wanufaika wote. Natumia fursa hii kutoa wito kwa wanawake kujitokeza kwa wingi katika kugombea nafasi mbalimbali za uongozi muda utakapowadia, ikiwa ni hatua moja wapo ya kupata fursa za kuongeza idadi ya wanawake katika vyombo vya kutoa maamuzi na kuandaa sera mbalimbali za maendeleo ya nchi yetu kwa faida ya wanawake wenyewe na taifa kwa ujumla. Katika hili nataka niongeze kwamba katika uchaguzi unaokuja nitafurahi sana kuona wanawake wengi zaidi wanashiriki kugombea nafasi mbalimbali. Aidha, Rais Dr. Mwinyi ameiagiza ofisi ya makamu wa pili wa rais, wizara inayoratibu masuala ya majukwaa, kushirikiana na ofisi ya rais kazi, uchumi na uwezeshaji, wizara ya biashara na maendeleo ya viwanda na wadau kuandaa utaratibu wa kuisha majukwaa ya uwezeshaji wanawake kiuchumi ili alete matokeo yaliyotarajiwa. Naziagiza ofisi za makamu wa pili wa rais na wizara inayoratibu masuala ya majukwaa kushirikiana na ofisi ya rais kazi, uchumi na uwekezaji, ofisi ya rais tawala za mikoa na serikali za mitaa na idara maalum za SMZ, wizara ya biashara na viwanda pamoja na wadau wengine wote kuandaa utaratibu wa kuhuisha majukwaa haya ili yalete matokeo yanayotarajiwa. Sanjari na hayo, amezindua mpango wa kitaifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto wa mwaka 2025-2030 pamoja na mwongozo wa uanzishwaji wa majukwaa ya wanawake. Naye makamu wa pili wa rais wa Zanzibar Hemedi Suleiman Abdullah, ambaye pia ni mlezi wa majukwaa ya wanawake, amewasisitiza wanawake kuungana mkono ili waweze kufanya mambo makubwa zaidi ya kimaendeleo. Asante sana Goodluck Msola kwa taarifa hiyo. Imeelezwa kuwa zaidi ya 60% ya wafanyakazi wa moja kwa moja kwenye sekta ya utalii ni wanawake, licha ya kukabiliana na changamoto lukuki kwenye sekta hiyo inayochangia zaidi ya 17% ya pato la taifa. Hazla Omari ana taarifa zaidi kutoka Arusha. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano la wanawake jijini Arusha
kuelekea maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa, Dr. Stergomena Tax, amesema watahakikisha wanawake wananufaika zaidi na fursa zilizopo kwenye sekta hiyo. Tanzania ni moja ya nchi zinazoongoza barani Afrika kwa vivutio vya utalii, sekta ambayo inachangia zaidi ya 17% ya pato la taifa na kutoa ajira kwa mamilioni ya Watanzania. Takwimu niliyopewa ni takriban milioni 1.5 na wengi wao wakiwa wanawake. Takwimu zinaonyesha pia kwa zaidi ya 60% ya wafanyakazi wa moja kwa moja katika sekta ya utalii ni wanawake, 60%. Hawa ni wamiliki wa biashara za utalii, wasafirishaji, waongoza watalii, wasafirishaji pana, madereva, marubani na kadhalika, wahudumu wa mahoteli na wajasiriamali wa sanaa na bidhaa za utalii. Licha ya mchango mkubwa wa wanawake katika sekta hii, bado wanakabiliwa na changamoto nyingi, ikiwemo ukosefu wa fursa sawa za kiuchumi, mazingira yasiyo salama ya kazi na ukatili wa kijinsia, lakini pia na kufanya kazi maeneo ya chini ikilinganishwa na maeneo ambayo wanaume wanapata nafasi. Haya ni mambo tunayopaswa kuyashughulikia kwa dhati ili kuhakikisha wanawake wananufaika ipasavyo na fursa zilizopo katika sekta hii. Kwa upande wake, naibu waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Mwanaid Al-Khamis, anasema Rais Samia amefungua milango ya utalii, hivyo wanawake wa Arusha na mikoa mingine wachangamkie fursa hiyo. Mama ana majukumu mengi, lakini kwa vile alikuwa anataka maendeleo ya Watanzania, akaona alifanye hili, na tunashukuru kwamba maendeleo sasa yanaonekana. Na kina mama wenyewe mnajiona jinsi wanapokuja watalii, mambo yenu yanapokwenda, biashara zenu zinapokwenda, na huu ndio uwekezaji ambao Mheshimiwa Rais alikuwa anauhitaji na kuina mama ndio alikuwa anataka kuwaona. Dr. Bakari George ni mkuu wa chuo cha maendeleo ya jamii Tengeru, ambacho kina kituo cha utafiti wa uhifadhi wa machapisho ya wanawake. Anasema Rais Samia hajahamasisha wanawake tu kwenye masuala ya uongozi, bali hata wanaume. Kwa inspiration si tu kwa wanawake, lakini hata kwetu sisi wanaume wenye watoto wanawake, lakini hata sisi wanaume ambao wanapitia changamoto mbalimbali za uongozi. Wanaume tupo. Kongamano hilo la wanawake limebebwa na kauli mbiu isemayo ushiriki wa wanawake katika utalii na athari za ukatili wa kijinsia katika miaka 30 ya Beijing. Katika kuelekea siku ya wanawake duniani Machi 8 ambayo kitaifa inatarajiwa kufanyika jijini Arusha, wanawake kutoka mikoa mitatu ya kanda ya kaskazini wamekutana katika kongamano la kujadili fursa na mambo mbalimbali ambayo yanawakwamisha kama wanawake kuyafikia malengo. Mimi ni Hazla Omar, TVE Arusha. Asante sana Hazla kwa taarifa hiyo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan anatarajiwa kuzindua mradi wa maji Mwanga Same Korogwe ambao umekamilika kwa awamu ya kwanza na gharama ya zaidi ya shilingi bilioni 300 imetumika. Mwanahabari wetu Fina Limo kutoka mkoa wa Kilimanjaro anaarifu zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari, mkuu wa mkoa wa Kilimanjaro Bwana Nurdin Babu amesema mradi huo unakwenda kutatua changamoto ya maji kwa wananchi wa wilaya 3 za Mwanga, Same na Korogwe. Babu amewataka wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro kujitokeza kwa wingi katika maeneo ambayo rais atapita ili waweze kusikiliza hotuba zake. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye atafanya ziara ya siku moja kwenye mkoa wetu wa Kilimanjaro tarehe 9 mwezi wa 3. Mheshimiwa Rais anafanya ziara hiyo kwa ajili ya shughuli maalum. Shughuli yenyewe ni kuzindua mradi mkubwa, mradi wa maji wa Mwanga Same Korogwe. Kama mnavyofahamu kwamba mradi huu ni mradi wa muda mrefu, lakini nafurahi kuambia sasa mradi umekamilika kwa awamu ya kwanza na Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan anakuja kuzindua mradi huo. Mradi ule una thamani kwa awamu ya kwanza
takriban bilioni 300 za Kitanzania, na mradi ule utawanufaisha wananchi wa wilaya ya Mwanga na wilaya ya Same kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro, lakini kwa awamu ya pili utaendelea kwenye wilaya ya Korogwe mkoani Tanga. Kwa hiyo napenda nichukue nafasi hii kwa taarifu wananchi wa mkoa wa Kilimanjaro wote na viunga vyake, lakini na hasa wale wa wilaya ya Mwanga na Same ambao ndio wanufaika mkubwa wa mradi ule wa maji. Kwa upande wake, mbunge wa jimbo la Mwanga Joseph Tadayo amesema kukamilika kwa mradi huo unakwenda kumaliza changamoto ya maji kwa wananchi wa vijiji vya tambarare ya magharibi. Mojawapo ya changamoto kubwa sana zilikuwa zikabili wilaya ya Mwanga mimi kutoka nikiwa mtoto mdogo ni changamoto ya upatikanaji wa maji safi na salama, hasa kwenye tambarare hii ya magharibi ambayo wengi mnaoifahamu, unapo pale ambapo Mwanga inapakana na Moshi vijijini. Ile njia yote upite Kileo, Kifaru, uende mpaka Sangiro, Mwanga mjini, uende Kisangara, uende mpaka Lembeni, mpaka kule Mgagao, hii sehemu ya mbele yote, pamoja na huu ukanda wa Gwawa katika maana ya Lang'ata huko Kilwa. Haya maeneo yote yamekuwa na changamoto ya maji kwa miaka yote. Sasa serikali ya Chama cha Mapinduzi miaka 19 iliyopita walibuni mradi ambao ungeipatia maji hilo eneo lote pamoja na maeneo ya wilaya ya Same mpaka Korogwe. Kwa kweli mradi ule ulikuwa umekwama. Mwaka 2020 wakati tunachaguliwa kuingia madarakani, mradi ule ulikuwa umekwama kabisa na ulikuwa umeshakaa kwa muda wa miaka 15. Lakini Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mwezi Machi mwaka 2021, tarehe 19 mwezi wa 11 mwaka 2021 katika viwanja vya ushirika tulimwasilishia kilio hiki kama kukumbusha. Alitamka pale kwamba mradi huu sasa basi ufikie mwisho wake. Kuanzia hapo imekuwa kazi. Asante sana Fina kwa taarifa hiyo. Wanawake mkoani Katavi wametakiwa kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi, ikiwa ni moja ya kutimiza haki yao ya kikatiba ya kuchagua na kuchaguliwa ili kuweka usawa katika suala la uongozi. Neema Huseni ana taarifa zaidi. Ni maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani ambayo kwa ngazi ya mkoa yamefanyika katika viwanja vya Kashaulili vilivyopo manispaa ya Mpanda mkoani Katavi, huku wanawake wakiaswa kujitokeza kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Kama tunavyofahamu, mwaka 2025 ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Hivyo ni waombe wanawake wote, wanawake mpo? Ni waombe nisiwaombe? Ni waombe nisiwaombe? Ni waombe sasa mjitokeze kwa wingi katika kugombea nafasi mbalimbali na kushiriki kikamilifu katika uchaguzi mkuu huu wa mwaka huu. Hapo vipya, yaani mtoke kwa wingi mgombea hizi nafasi. Uchaguzi huu ni muhimu sana kwa serikali katika kuwapata viongozi sahihi watakao waongoza wa Tanzania ili kupanga na kutekeleza mikakati ya kimaendeleo na utoaji wa huduma kwa wananchi. Taarifa iliyosomwa katika maadhimisho hayo inaonyesha bado kuna tatizo la ukatili wa kijinsia dhidi ya wanawake pamoja na changamoto mbalimbali wanazopitia, ikiwemo kutokuwa na uhuru wa kushiriki katika shughuli mbalimbali za maendeleo. Kupitia takwimu zinazokusanywa kila siku katika vituo vya kutolea huduma za afya, kwa kipindi cha mwaka 2024 mkoa ulikuwa na jumla ya matukio 3679 ya ukatili dhidi ya wanawake yaliyotolewa taarifa, ambao kati ya hayo waliopata ukatili wa kimwili walikuwa ni 1158, ukatili wa kingono 207, ukatili wa kihisia 1964 na watoto wa kike waliotelekezwa walikuwa 80. Wanawake wamekuwa wakikumbana na changamoto mbalimbali ikiwemo kutokuwa na uhuru wa kushiriki katika shughuli za maendeleo na ujasiriamali inayosababishwa na katazo toka kwa waume zao, pia kutofanya shughuli zilizokusudiwa pindi wanapopewa mikopo. Maadhimisho hayo yameenda sambamba na ugawaji wa tuzo na vyeti vya pongezi kwa wanawake na viongozi mbalimbali waliofanikisha zoezi hilo na uongozi bora ndani ya mkoa wa Katavi. Asante sana Neema kwa taarifa hiyo.
Mkuu wa wilaya ya Iringa Heri James ametoa muda wa siku 14 kwa wakala wa barabara Tanzania TANROADS na wakala wa barabara vijijini na mjini TARURA wilayani humo kuhakikisha wanatimiza majukumu yao kisheria, kuzuia vitendo vya mara kwa mara vya uvamizi wa hifadhi za barabara vinavyosababishwa na ongezeko la shughuli za kibinadamu. Shalom Robert kutoka Iringa ana undani wa taarifa hiyo. Kila mtu akifanya biashara yake kila sehemu, maana kila sehemu itazalisha uchafu. Maendeleo yanayotokana na ukuaji wa miji yanakuja na changamoto zake. Kwa mujibu wa matokeo ya sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022, manispaa ya Iringa ina watu 300,000 katika eneo la ukubwa wa kilomita za mraba 331.4. Hali hii inaleta ugumu katika upangaji wa mambo, na hapa mkuu wa wilaya hii anatoa maagizo. Manispaa, fanyeni wajibu wenu, na TANROADS na TARURA fanyeni wajibu wenu. Tunazo siku 7 mpaka 14, nataka kila mmoja ametimiza wajibu wake. Pale ambapo manispaa mnatakiwa kufanya, nataka nione mmefanya. Pale ambapo TARURA na TANROADS mnatakiwa kufanya, nataka nione mmefanya. Ili mwisho wa siku tukutane hapa kuzijadili changamoto zinazoathiri ufanyaji wetu, ili kwa pamoja tupate mbinu zingine tuweze kuondoa hiyo changamoto iliyopo sasa. Lakini for the time being tupongeze jitihada zinazochukuliwa, lakini morali iongezeke kwa TANROADS na TARURA kudhibiti maeneo yale. Karori Lunyeli, kaimu meneja wa TARURA wilaya ya Iringa, anasema tayari hatua za kudhibiti kadhia hiyo zimeanza kuchukuliwa. Tumeanza kuifuatilia kupitia ofisi ya afisa biashara pale manispaa ili tuone tuna watoaji wale ambao wameshavamia. Mfano mmoja wapo ni barabara inayozungumziwa ya Mashine 3 pamoja na barabara zingine zinazozunguka Miomboni. Taarifa yetu tumeonyesha udhibiti wa ujenzi holela katika halmashauri ya manispaa ya Iringa. Kwa mujibu wa kifungu cha 7 cha sheria ya mipango ya miji namba 8 ya mwaka 2700, halmashauri ina mamlaka ya upangaji miji na hivyo ina wajibu wa kusimamia upangaji na uendelezaji wa mji kwa mujibu wa sheria. Mtazamaji, maagizo haya yanatolewa katika kikao cha kamati ya ushauri ya wilaya DCC, ambapo pia kimepokea taarifa mbalimbali za maendeleo ya halmashauri ya manispaa ya Iringa na halmashauri ya wilaya ya Iringa DC. Nikiripotia runinga ya TVE kutoka mkoani Iringa, mimi ni Shalom Robati. Asante sana Shalom kwa taarifa hiyo. Halmashauri ya manispaa ya Ubungo imekabidhi mikopo ya zaidi ya shilingi bilioni 2.4 kwa vikundi 90 vya wanawake, vijana na wenye ulemavu, ikiwa ni katika kutekeleza maelekezo ya Rais Dr. Samia kutaka kila halmashauri kutenga 10% ya mapato ya ndani kwa ajili ya mikopo kuinua uchumi wa wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Mrisho Mapeyo ameandaa taarifa zaidi. Akizungumza wilayani Ubungo jijini Dar es Salaam kwa niaba ya mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya ya Ubungo Lazaro Twange amewataka wote waliopewa mikopo kwenda kumheshimisha Rais Dr. Samia aliyetoa mikopo hiyo kwa kutekeleza malengo yao ya kibiashara ili wafanye marejesho kwa wakati na wengine waweze kukopeshwa. Napenda tuendelee kuwa na nyuso za kuonana kwa furaha siku zote. Sijisikii vizuri hata siku moja wataalamu wangu waniambie, bwana, kile kikundi ulichokipa mkopo kinatusumbua sasa kufanya marejesho, mkuu wa mkoa, twende tukatumie sheria na mambo mengine kurudisha hela yetu. Tutakuja, lakini mimi nitakuja huku nasikitika moyoni. Sawa bwana? Tumeelewana jamani? Kwa upande wake, mstahiki meya wa manispaa ya Ubungo, Juma Jaafari Nyaigesha, amesema mikopo hiyo awali kutokana na watu kutofanya marejesho, Rais Dr. Samia aliifuta, lakini ameamua kuirejesha ili kuinua uchumi wa vijana, wanawake na wenye ulemavu. Hivyo ni muhimu kufanya marejesho. Rudisha kwa wakati, kwa uadilifu, utapata mkopo. Jana bila kuficha niwaeleza kina mama walipata milioni 60. Gari ile pale mnaiona imefia pale, tulishtuka halmashauri tukaivuta, tumeileta iko pale kwa ushahidi. Wewe milioni 60 mpaka inafika miaka miwili, hata milioni 5 hapo kwenye bado sitatoka mimi kuangalia wewe. Na ngoja nini? Na hiyo gari ngoja ukaiuze. Ushahidi huko pale. Tutajibu hoja popote tunakuta kujibu. Ubungo yetu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya na mkuu wa mkoa, kwa niaba ya madiwani wenzangu hawa, kazi wameifanya, nisingeacha kuyasema haya maneno. Na mbunge wa jimbo la Ubungo ambaye pia ni waziri wa uwekezaji Profesa Ketela Mkumbo
na mbunge wa jimbo la Kibamba Isa Mtemvu wamewataka vijana, wanawake na wenye ulemavu kutambua kuwa fedha hizo zimetolewa na Rais Dr. Samia kama mkopo usiokuwa na riba ili kuinua kiuchumi. Fedha hizi sio zawadi. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ametoa fedha hizi ili zisaidie kwenye ujasiriamali na kwenye biashara na viwanda vidogo vidogo. Ufanye biashara, uzalishe, ili hatimaye uweze kurudisha mikopo na watu wengine wapate. Sio kama naeleweka hapo? Wangapi wananielewa? Wangapi wanaelewa? Kwa sababu wapo wenzetu ambao kwa sababu moja au nyingine wakawa na roho mbaya. Zoezi la utoaji mikopo limekwenda sanjari na halmashauri hiyo kufanya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambapo wanawake wametakiwa kujiamini na kushiriki kikamilifu kwenye uchaguzi mkuu kwa kupiga kura na kugombea nafasi za ubunge na udiwani. Asante sana Mrisho kwa taarifa hiyo. Hospitali ya Taifa Muhimbili MNH inatarajia kuboreshwa kwa kujengwa upya ili kuwezesha huduma zote kutolewa ndani ya jengo moja, ambapo mradi huo utagharimu jumla ya dola milioni 468 sawa na shilingi trilioni 1.2 za Kitanzania, na kati ya hizo dola milioni 364 zitatoka Korea Kusini na serikali ya Tanzania itachangia dola milioni 400. Mwandishi wetu Pendo Mangala kutoka Dodoma anaarifu zaidi. Hayo yameelezwa hii leo jijini Dodoma na mkurugenzi wa huduma za upasuaji wa hospitali hiyo Dr. Recho Muhavile kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili Profesa Mohamed Janabi, ambapo amesema kuwa tayari upembuzi yakinifu wa mradi huo umeshafanyika. Utekelezaji wa mradi huu ni awamu moja, ambapo utachukua miaka 5 kukamilika baada ya kusaini mkataba, na hautoathiri utoaji wa huduma hata kidogo. Na utekelezaji wa mradi huu ni wa kihistoria katika sekta ya afya nchini. Utakuwa na faida lukuki, ikiwamo kuboresha huduma za kibingwa na ubingwa bobezi kupitia vifaa tiba vya kisasa, kuendelea kutoa mafunzo kwa wabobezi wetu ili kuweza kufanya huduma za kibobezi zaidi, na pia kuweka mandhari ya hospitali ikawa mandhari ambayo ni ya kuvutia. Sanjari na hilo, Dr. Muhavile amesema kuwa serikali imewagharamia watoto 54 upandikizaji vifaa vya kusaidia watoto kusikia, ambapo kila mtoto amelipiwa jumla shilingi milioni 45 sawa na shilingi bilioni 2.43, ambapo kama wangeenda kutibiwa nje ya nchi, serikali ingelipia jumla shilingi milioni 120 kwa kila mtoto sawa na shilingi bilioni 6.56, hivyo kuokoa kiasi cha jumla shilingi bilioni 4. Wakati huo huo, mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira BUWASA Esther Golioma ameeleza kuwa mamlaka hiyo chini ya serikali ya awamu ya 6 imeongeza huduma ya utoaji maji kwa wananchi, ambapo kwa sasa maji yanatoka kwa saa 22 toka saa 12 kwa kipindi cha mwaka 2021. Hudumia mpaka sasa kata 14. Kimsingi kata 12 zimefikiwa na kata 2 zilizokuwa zimebaki pia zinaendelea kutekelezwa. Kuna miradi hiyo inaendelea. Kata hizo ni Bunda mjini, Sazira, Nyatwari, Kunzugu, Guta, Kabasa, Balili, Nyamakokoto, Nyasura, Manyamanyama, Kabarimu na Bunda Store. Kata 2 zilizobaki kati ya Mcharo na Wariku kuna miradi inaendelea. Hali ya maji kwa kipindi cha miaka na awamu zilizopita sio sawa na ya sasa hivi. Pamebadilika, huduma ya maji tunapata na maji masafi kabisa. Kwa hiyo tunamshukuru Rais kwa kutuletea fedha. Na mimi uzoefu wangu unaonyesha, nilipokuwepo pale, nimefanya kazi kama mkuu wa wilaya kwenye wilaya hiyo husika ya Bunda. Maji tuliokuwa tunayatumia 2012 yalikuwa ni meusi. Lakini baada ya kupata mkurugenzi tuliyempata huyu. Asante sana Pendo kwa taarifa hiyo.
Jamii mkoani Njombe imetakiwa kutoa haki sawa ya elimu kati ya mtoto wa kike na mtoto wa kiume ili kuhakikisha kila msichana miongoni mwa jamii ananufaika na fursa ya kupata elimu ambayo itamkomboa kutoka katika minyororo ya mfumo dume. Taarifa na Ibrahim Mlele kutoka Njombe inaarifu zaidi. Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Njombe Valentino Hongoli alipokuwa mgeni rasmi katika maadhimisho ya wiki ya wanawake yaliyofanyika kiwilaya katika kijiji cha Matiganjora, ambapo amesema kuwa ili kuondoa mfumo dume katika familia ni muhimu jamii ikabadili mtazamo juu ya mtoto wa kike, ikiwemo kuhakikisha anapata haki sawa na mtoto wa kiume. Kauli hii mbiu inahamasisha jamii kukuza usawa, haki na uwezeshaji kwa wanawake na wasichana na kuzingatia katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ili wanawake waweze kujiamini, wajiandae na wajitokeze kugombea nafasi za uongozi. Beatrice Malekela ni mwenyekiti wa UWT wilaya ya Njombe, amewataka wanawake katika wilaya hiyo kutimiza wajibu wao katika familia zao, huku akitaka jamii kukemea vitendo vya ukatili miongoni mwao. Niwaombe wanawake wenzangu, tukemee masuala ya ukatili kwa vijana wetu, kwa watoto wetu. Tujue ya kwamba mtoto wa kike akisomeshwa anaweza kuwa kama mtoto wa kiume, anaweza kufanya mambo ya ajabu, anaweza kuikomboa familia. Kama ilivyo kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, kama mama yake angemkatili alipokuwa mdogo, angekuwa rais leo? Asingekuwa rais. Ni kwa sababu Dr. Samia Suluhu Hassan mama yake alimlea, akamtunza, akampeleka shule, akamthamini, akaweka usawa kati ya vijana wengine na yeye, akakuwa akimpendeza Mungu na wanadamu, na leo ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi mengi sana kwake. Wakati haya yakiendelea ndani ya mkoa wa Njombe, bado wanawake hao wanaendelea kugusa jamii kwa kufanya matendo ya huruma. Na hapa ni wanawake wa mkoa wa Njombe wakiongozwa na katibu tawala mkoa wa Njombe Judika Umali walipofika katika shule ya Viziwi hapa mkoani Njombe kwa ajili ya kwenda kufanya matendo ya huruma. Shule hii ni ya muda mrefu na ni shule ambayo inaongozwa kwa ubia. Wote tumesikia. Inaongozwa kwa ubia kati ya serikali na kanisa ambalo linapata misaada kutoka kwa wahisani. Jitokeza kwa wingi, wanawake wa Njombe wako vizuri. Wanawake wa Njombe ni wachapakazi sana. Na wanawake wa Njombe ukiwaita wala huna haja ya kuhangaika. Wanajitokeza. Kwa hiyo ninashukuru sana. Zawadi zimeletwa hapa kede, lakini zinaenda kwa ajili ya kusaidia afya pamoja na mavazi ya watoto hawa na mahitaji mengi ambayo tumeyaleta yanaendana na orodha ambayo tulipata kutoka kwenu kwamba mahitaji yanahusu maeneo gani. Wanawake kote nchini wanaenda kusherehekea siku ya wanawake duniani, na hapa hii leo wanawake wa mkoa wa Njombe wakiongozwa na katibu tawala wa mkoa wa Njombe pamoja na mwenyekiti wa jukwaa la wanawake mkoa wa Njombe Mama Ana Mwalongo wamefika hapa katika shule ya Viziwi ili kuweza kuwatazama ama kuwatembelea watoto hawa. Pamoja na safari hiyo wameweza kuleta misaada mbalimbali ili kuweza kuwafariji watoto wanaosoma katika shule hii. Wito unaendelea kutolewa kwa jamii kuhakikisha kwamba wanaendelea kutumia siku kama hizi ama siku maalum kwa ajili ya kuja kutembelea na kuwaona watu wenye uhitaji zaidi. Mimi ni Ibrahim Godfrey Mlele. Asante sana Ibrahim kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kijiji cha Mahango kata ya Utengule Usangu halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya wameiomba serikali kutatua migogoro iliyopo eneo hilo inayohusisha wakulima na wafugaji. Taarifa ya Daniel Simarta kutoka inafafanua zaidi. Hayo yameelezwa na wananchi wa kijiji cha Mahango Mswiswi kata ya Utengule Usangu mkoani Mbeya baada ya kuwa na elimu ya msaada wa kisheria ya Mama Samia, ambapo wameomba mgogoro wa wakulima na wafugaji unaoendelea katika eneo hilo uweze kumalizika. Shida kubwa sana katika kijiji cha Simike na vijiji jirani ni kuhusu wafugaji. Wamefuga bila utaratibu, wamefuga mang'ombe mengi, hawana pa kuchungia, hata heka moja, hata nusu heka hawana. Wanalisha vyakula, ukimkataza anakupiga na kujeruhi.
Ombi langu hivi sasa na kuomba mheshimiwa mtaalamu waandishi wa habari na kuomba hili swala hili bwana Jina punguza mifugo yake yatoke, ametuzidia sana hapa nyumbani. Wengi wenye mifugo lakini hawana matatizo yote na wananchi. Lakini yeye Jina Udeki kwa kweli ndio anatusumbua sana Mahango. Naomba mheshimiwa hili swala lifikishwe. Kwa upande wake mwenyekiti wa eneo hilo ameongeza kuwa mtu huyo anayeleta migogoro katika kijiji chake anatakiwa kuondoa mifugo hiyo, huku wakili wa serikali ameomba migogoro hii iweze kumalizika kwa wakati. Nimeandika barua kwamba kwa mfugaji huyu, kwa sababu ni tishio la wengine na ni chanzo cha kuharibu amani ndani ya kijiji changu, basi yeye anastahili kuwepo, lakini mifugo yake kwa sababu ndicho chanzo na kichocheo, basi aondoe ndani ya kijiji cha Mahango Msisi. Changamoto inayotokea katika hii migogoro isipotatuliwa, mfano mzuri upo katika kata ya Ruhanga, kijiji cha Ruhanga, ambapo recently kama within 3 weeks nyuma pametokea vifo, watu wameuana kutokana na ile mipaka ya hifadhi na wananchi. Kwa hiyo ni vyema migogoro yote ya ardhi ambayo inahusisha shirika la hifadhi TANAPA pamoja na wananchi ikatatuliwa kwa wakati. Mratibu kutoka Wizara ya Katiba na Sheria, wakili Seti Mapunda, amezungumzia migogoro inayopatikana katika halmashauri ya wilaya ya Mbarali na mipango alionayo kuhakikisha wanapunguza migogoro yote inayoweza kutatuliwa. Mambo ambayo tunakutana nayo uandani, kwa maana kwamba site wakati tunatoa elimu ya sheria ni migogoro mingi hapo, na wakati tunatoa elimu hii wananchi wameonyesha ushirikiano mkubwa, na moja kati ya changamoto ambazo tumeziona kwao ni kwamba wanaingia kwenye migogoro ya ardhi bila wao kujua. Sababu gani? Yaweza kuwa wananchi hawa wananunua maeneo, ni sawa, kila mtu anapenda maendeleo, wananunua maeneo, lakini utaratibu na mfumo ambao wanaotumia kununua maeneo haya, wananunua maeneo kiolela. Wananchi wengi wamekuwa wakinunua eneo moja zaidi ya mara mbili, zaidi ya mara tatu, kwa sababu ya kushindwa kufanya uchunguzi wa yale maeneo ambayo wananunua. Hiyo imekuwa ni moja kati ya sababu ya migogoro mingi ya ardhi katika wilaya ya Mbarali. Nikiripoti kutoka Mbeya, mimi ni Daniel Smelta, TVE Habari. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Wananchi wa kijiji cha Mahango, kata ya Utengule Usangu, halmashauri ya wilaya ya Mbarali mkoani Mbeya, wameiomba serikali kutatua migogoro iliyopo eneo hilo inayohusisha wakulima na wafugaji. Taarifa ya Daniel Simerta kutoka inafafanua zaidi. Asante sana Daniel kwa taarifa hiyo. Kamishna wa polisi Zanzibar SP Kombo Hamis Kombo amewataka askari wa jeshi la polisi kutumia maarifa wanayopata vyuoni kukabiliana na matukio ya uvunjifu wa amani kabla, wakati na baada ya uchaguzi mkuu ili uchaguzi huo ufanyike kwa utulivu, salama na amani. Taarifa zaidi inasomwa na Nancy Ibrahim. Akifunga mafunzo ya uongozi mdogo ngazi ya sajenti kozi nambari 2 2024-2025 huko chuo cha polisi Zanzibar, amewahimiza pia kutumia mafunzo hayo kukabiliana na uhalifu na wahalifu. Tukumbuke kwamba serikali yetu inaelekea katika kipindi cha uchaguzi mkuu mwezi Oktoba mwaka 2025. Tuna uzoefu katika chaguzi zilizopita, huwa kunatokea mihemko kadhaa ya kisiasa kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Hivyo basi, ni rai yangu kwamba mkazingatie na kutumia maarifa mliofundishwa kuhusu kukabiliana na matukio haya na kuhakikisha kwamba uchaguzi huo ambao unatarajiwa kufanyika mwezi Oktoba utafanyika katika hali ya utulivu, salama na amani. Akitoa tathmini ya mafunzo, mkuu wa chuo cha polisi Zanzibar, kamishna msaidizi mwandamizi wa polisi SACP Moses Nekmia Fundi amesema mafunzo hayo yaliyowahusisha askari wanafunzi 1013 kutoka mikoa yote ya Tanzania yametolewa kwa ustadi na yatachangia askari hao kufanya kazi kwa kiwango kinachokubalika. Aidha, chuo kiratibu na kuendesha midahalo na kazi za vitendo kwa muda wa ziada zikisimamiwa na wakufunzi wa ndani kuhakikisha wanafunzi wanapata mbinu mbalimbali za kuzuia na kupambana na uhalifu nchini. Pia mafunzo kwa wahitimu hawa yameendeshwa kwa uadilifu na ustadi mkubwa. Hivyo, wahitimu wanaotunikiwa vyeti vya kuhitimisha mafunzo ya cheo cha sergeant siku ya leo wameiva na wameelimika vya kutosha juu ya masuala yanayohusu utendaji wa kazi za polisi kwa kada yao.
Akisoma risala ya wanafunzi, Koplo Peter Paul Mwakabenga amewaahidi kuyafanyia kazi masomo aliyopata katika kulitumikia taifa. Asante sana Nancy Ibrahim kwa taarifa hiyo. Mtazamaji, hii ni taarifa ya habari na mimi ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi kisha tutaendelea na taarifa ya habari. Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE. Bado tuko nawe katika TVE habari, na sasa tuungane naye Godwin Mawanja kwa habari za biashara. Kifuatacho ndani ya TVE habari. Serikali ya lenga 85% ya Watanzania watumie huduma za kifedha kidijitali ifikiapo 2028.